kero yangu. Mnamo tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 2025, mume wangu alienda kwa mama mmoja mtaa wa Simba. Akafika akamwambia kwamba naomba uniazime 500,000. Yule mama akakataa, akasema kwamba mwaka majuzi ulinisumbua, naomba ukaje na mdhamini. Aliporudi pale nyumbani akafika akaniambia, Mabaraka nikasema nimeenda kwa mama Mkuria. Nikafika nikaambiwa kwamba nilikuwa na shida na hela 500,000, mwanangu amepungukiwa kule shuleni. Tukaenda, nilipofika pale yule mama kweli akahesabu 500,000 akampa. Alipompa akasema kwamba atarudisha mwisho wa mwezi tarehe 25 mwezi wa 11. Tumekaa mwezi wa 11 ukaisha, wa 12 akampigia simu akamtukana kweli. Alipomtukana akaniambia, akapiga kwenye simu yangu akamtukana kweli. Alipomtukana akaniambia, mbona mume wako ananitukana na huku hela yangu alikula? Mimi nikamwambia alikuwa amelewa, basi naomba umsamehe. Akamsamehe. Huo mwezi wa 12 akaugua dada ambaye ni Mwalimu Rebeka. Nikaenda kumuuguza huko Kakese. Nimeenda kumuuguza, hatimaye Mwalimu Rebeka amefariki tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Nikawa nimeondoka tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Nikawa nimeondoka kuelekea Mwanza kupeleka mwili wa marehemu. Nimerudi tarehe 29 mwezi wa kwanza nikakuta kila kitu ndani hamna. Nilipomhoji akanichukulia panga na niambia, mtajuana mama Mkuria wako, tena ukija mimi nitakufyeka panga. Kilichofuata huo muda nikachukua jukumu la kwenda kwa mwenyekiti. Nilipofika kwa mwenyekiti sikumkuta nikamwambia, mtendaji yupo wa kata? Akasema hayupo. Nikachukua namba za mtendaji kata. Nilipofika nikampigia, akasema mama niko mbali, subiri nirudi. Ikawa imetoka hiyo. Basi siku moja nikaenda kwa afisa tawala. Tulipofika kwa mkuu wa wilaya pale kuna afisa tawala mmoja hivi. Tulipofika nikamuelezea. Nilipomuelezea akamuita. Alipomuita tuna yule mama. Alipomuita yule afisa tawala alinitukana. Kwa kweli alinitukana yule afisa tawala. Sina hamnaye tena. Yaani mkuu wa wilaya anamfahamu yule afisa tawala. Tena yupo hapa nimemuona. Alinitukana sana. Yaani nakwambia ndugu waziri mkuu alinitukana ambapo sikutegemea kwamba afisa tawala ananitukana kiasi hicho. Ambacho mimi nanyanyasika, nalala chini na watoto. Maana bila majirani kunisaidia mimi sijala. Bila namshukuru ni mkurugenzi ambaye alishawahi kunitumia 20,000. Akaniambia niko mbali mama, ngoja nikupe kuweza kuwezesha watoto siku 2-3. Lakini wengine pote nimepita waziri mkuu, ninachopokea ni mabango ananiambia kwamba kwani una cheti cha ndoa? Hivi waziri mkuu unapokaa na mtu miaka 8 sio mke? Yaani paka mwenye cheti cha ndoa. Naomba tu wanijibu. Afisa tawala alinitukana 100% naishi kwa kutumia majirani. Mpaka kero hii kuifikisha hapa. Naomba waziri mkuu unisaidie nipate vitu vyangu pamoja na kiwanja changu. Na arudisha hela ya yule mama alipoenda kukopa 500,000 taslimu. Ikawa ni mzunguko na alishalipia mtoto ada. Na huyo ni mwalimu Mungoja anafundisha shule ya msingi. Afisa tawala uko wapi? Afisa tarafa yuko wapi? Yule aliyetukana yuko wapi? Hebu tuambie hicho kisa. Kwa nini kwanza umemtukana mwananchi aliyeleta kero yake ofisini? Mheshimiwa ndugu waziri mkuu, ofisi ya mkoa wa wilaya inasikiliza kesi za watu wote. Kwa nini umemtukana? Kuna tuma hiyo kwamba umemtukana alipokuja. Mheshimiwa waziri mkuu, ofisi ya mkoa wa wilaya inapokea watu wote, wanaoelewa na ambao hawaelewi. Kuhusu kesi ya mama huyu, Mheshimiwa waziri mkuu alifika ofisi ya mkoa wa wilaya na alikuja kumshtaki mume wake. Alipokuja kumshtaki mume wake, kwa kuwa ofisi ililetewa malalamiko hayo,
mume wake huyu aliitwa. Wakati mume wake ameitwa, ambaye anasema yeye ni mume wake, yule mwanaume ni mtumishi wa serikali, ni mwalimu wa shule ya msingi Tulieni, na hapo nyuma alikuwa shule ya msingi Kasekese. Sasa alipokuja ofisi ya mkuu wa wilaya, tukaona kwa kuwa huyu ni mtumishi tunaweza tukampata. Majira saa 7 Mheshimiwa Waziri Mkuu alifika. Baada ya kufika, tulimsikiliza yule baba. Baada ya muda tukamsikiliza huyu mama. Sasa katikati ya hilo jambo, ambapo sasa ndiyo sura nyingine inaendelea hapo, yule mama baada ya kuwa tumemwita mume wake, majira yote ambayo mama alishinda ofisini, yule mama ambaye anasema alimkopesha mume wake alikuwa hajafika. Baada ya mume wake kufika, ambaye ni mwalimu, yule mama ambaye anasema alimkopesha hela naye akafika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulitumia busara sana. Baada ya kutumia busara zile, swali la kwanza lilikuwa huyu mama, huyu mume ni mume wako? Huyu mama anasema ni mume wangu. Baba, huyu ni mke wako? Anasema sio mke wangu, sijawahi kufunga naye ndoa, nimezaa naye tu mtoto mmoja. Tukasema sawa, haina shida. Kuna changamoto gani? Sasa katikati ya hizo story, mwanamume ambaye ni mwalimu akaja na hoja moja nyingine, kwamba yule mama ambaye anasema amemkopesha yeye hamtambui. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkuu wa mkoa huyu mama anamfahamu, mkuu wa wilaya mama huyu anamfahamu, vyombo vya ulinzi vinamfahamu. Anadai amechukua fedha kwa huyu mama, mume wewe anakataa. Hakuna maandikishano yoyote ambayo walikuwa wamepewa. Hizi kesi za kusema tumetukana na Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kutaka kudhalilishana. Kwa umri wangu, kwa utumishi wangu uliotukuka, siwezi nikafanya hivi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya jambo hilo tulitoa ushauri, kama ni kesi ya madai, viko vyombo ambavyo vinashughulika na madai, tukuombe nenda ukamshtaki au nenda mahakamani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa na kliniki ya kero pale, alikuja tena huyu mama, na baadaye kwenye zile kero mumewe wa huyu mama hatukujua ametokea wapi kwenye zile kero, na yeye tukamkuta. Unganisha connection nyingine hapo. Baada ya kusema mgogoro huu, mkoa naye alimwelekeza afande OCD ndugu yangu Ntwale, akasema msikilize, na yeye afande OCD akatoa ushauri wake kwamba kama kuna madai atafute kwa kuyapeleka sehemu ya utatuzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya yule mama kutoa malalamiko na kupewa ushauri huo, wakati mkutano umekwisha, mimi nikiwa getini sijaondoka, mama huyu alifika na watoto, na aliyelipa hela ni mama Mkulia. Anamlipiaje huyu hela ya bajaji? Nikaunganisha doti nyingine. Mama Mkulia ni yupi? Anafahamika sana, Mheshimiwa Mkurugenzi anamjua, mkuu wa wilaya anamjua, mpaka mkuu wa mkoa na ofisi zote zinamjua. Au ndio huyo aliyenyosha mkono? Ndio. Mama Mkulia, hebu tuambie. Nashukuru ndugu Waziri Mkuu. Ni kweli tarehe 11 baba Ngoli ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi Tulieni alikuja kwangu nimkopeshe pesa. Mimi nilikataa, nikamwambia mwaka majuzi ulinisumbua, na hii kesi mpaka ilifika kwa mwenezi ambaye alikuwa ni Mheshimiwa Makonda. Kama ukitaka pesa tena kwangu, naomba uje na shahidi. Huyo mwalimu yuko wapi kwanza? Asubuhi yake mwalimu ndo huyo.